sababu ya Yesu Kristo kutupatia neema, tumesahau ya kwamba Mungu huwa anaadhibu. Na mfano mmoja ni historia ya Yona ambayo inatufundisha vile Mungu alivyo mkuu na vile Mungu ni wa huruma. Yaani tunaambiwa Mungu ni mwenye hasira, lakini si mwepesi wa nini? Wa hasira. Unajua kuna tofauti ya hasira na wepesi wa hasira. Mtu mwepesi wa hasira ni yule ambaye mtoto amekukasirisha, unachukuanga chochote kile karibu ndio unapiga mtoto naye. Si unaona ile ile. Kama alikuwa anapika chapati, mtoto wake baada ya kunywa mafuta ya mwagike, anachukua ile mwiko wa chapati ile mtu wa chapati anaonga ile mtoto kichwa. Hiyo ndio wepesi wa hasira. Mtu mwepesi wa hasira ni mtu ambaye hana subira. Mtu mwepesi wa hasira ni mtu ambaye hana roho ya kuvumilia, hana uvumilivu. Kwa hivyo anakosa uvumilivu, ndio maana anakuwa tayari kufanya tendo la hasira wakati hasira yake imepanda. So Mungu yeye ni mwingi wa hasira, lakini si mwepesi wa nini? Wa hasira. Yaani ukasirika na hasira yake ni kuu sana, lakini hachukui hatua saa hiyo hiyo kwa ajili ya hasira yake, si mwepesi wa hiyo hasira. Yaani kwa ufupi hachukui maamuzi hapo kwa hapo. Anakuwa na subira, ni mvumilivu. Hiyo inatuonyesha kwamba Mungu wetu ni nini? Ni mvumilivu. Na ndio maana kabla afanye jambo huwa anaonya kwanza. Si ni kweli? Tukisoma story ya wakati wa Nuhu, hata wakati wa Sodoma na Gomora. Zile story zote ambazo tunaona Mungu akiadhibu watu wake ama watu waliowaumba, kwanza alikuwa anawaonya. Tukianza na Kaini, mtoto wa Adamu wa kwanza. Kabla atende ile jambo, Mungu alimuonya, maana Mungu ana siri. Mungu hakuna siri mbele zake. Kila kitu kinachofanyika duniani, kinachofanyika gizani, yeye kwake kiko wazi kama vile zaidi jana. Kwa hiyo alijua moyo wa Kaini kabla ya nini? Ya hayo ile jambo. Na akamuonya, akamwambia, ninasikia hasira yako iko juu. Je, ukitenda mema hautasifiwa? Kwa hiyo alikuwa anajaribu kumuonya Kaini mapema kabla hajachukua hatua ya kumuua ndugu yake. So wakati Kaini alimuua ndugu yake, Mungu hakuwa analinda kufanya ila kumwadhibu. Ukiangalia story ya Sodoma na Gomora, the same thing, Mungu alijaribu kuwaonya, hawakusikia. Ukisoma story anaitwaje Nuhu. Naye Nuhu aliambiwa na Mungu, ambia watu wajenge safina. Wakusaidie maana ninakuja kuangamiza hii nchi ama hao watu na maji na mvua nyingi. Lakini wao walikuwa hawajaona mvua hata siku moja. Wakati huo kulikuwa mvua mimea inamea. Wakati wetu wale watu ambao tunazaliwa kwa nyuma, si saa hiyo wasaidia washuhudio mambo. Sisi tunakuwa naona tukienda shuleni kunaitwa kawaida mambo kamba. Yaani ile unyevu asubuhi. Kama asubuhi unakuta mnyasi imejaa maji, si ndio? Kama kuna mvua ilikuwa imelala nje, inakuwa hivi kama imenyeshewa, lakini hakuna mvua imenyesha. Saa hii haiko kama hivi, nani anashuhudia hiyo? Saa hii hakuna, nadhani kule ambao kuna baridi sana, lakini saa hii ukiamka asubuhi unaona kama kuna nyesha mvua yote, unakuta hakuna mahali unaona nyevu. So wakati wa kitambo ilikuwa ile maji inapanda kutoka chini, ndio mimea inakuwa inamea. So wao wameishuhudia maji ya mvua. Wao kusikia mpaka Mungu akapatia kuvumilia miaka 100. Tangu aliposema safina ijengwe, alikaa miaka 100 ndio mvua inyeshe. Kwa hivyo hiyo muda wote Nuhu akatengeneza safina. The same thing ni historia ya Yona. Watu walipotenda dhambi, hiyo mambo yaliyotenda yalimfikia Mungu na akawa na hasira na akawa amefikiria jinsi ya kuangamiza. Lakini kwa sababu ni Mungu mwenye uvumilivu na si mwingi wa hasira, ni mwingi wa hasira na si mwepesi wa hasira, akatafuta mtumishi wake Yona amtume ili awaambie wale watu kwamba waache kutenda haya mambo wanayoyatenda, lazima wataangamizwa. Na Mungu huwa anajua ya kwamba mtu fulani nikisema neno fulani kwake ama nikimuonya lazima atabadilika.
Lakini kuna mwingine anajua kwamba hata nikasema mara ngapi hawezi kubadilika. Ila Mungu alikuwa anajua watu wa Ninawi watakaposikia hii habari Yona kupeleka, watageuka na kuacha dhambi zao na kutubu. So akamtuma mtumishi wake Yona. Hiyo story ya kutoka kitabu cha Yona kifungu cha kwanza kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Yaani kifungu cha kwanza kinaelezea habari ya Yona vile ambavyo vile neno la Mungu lilipomjia Yona aondoke aende Ninawi, mji mkubwa, apige kelele juu yake, kwa maana hofu wao umepanda juu mbele za Bwana, mbele za Mungu. Lakini Yona akaondoka, akakimbia kutoka kwa uso wa Mungu, akateremkia kwenda Tarshishi, ambapo alienda akuta Sabina ambayo inaenda huko. Akaenda akapanda hiyo Melikebu ambayo ilikuwa inaelekea Tarshishi kwa ajili ya kujificha asiende kwa ile kazi Mungu amemwambia aende akaifanye. Tunaona katika hiyo habari alipokuwa anaenda huko katika bahari kutokea mawimbi makuu sana mpaka ile Melikebu ikawa inavunjika. Wale waliokuwa pale ndani wakatoa vitu vile walikuwa wanabeba wakatoa baharini, lakini bado ilikuwa inabeberushwa, wanataka kuangamizwa. Ndio wakaulizana wao kwa wao, nani ambaye anaweza kuwa amemkosea Mungu? Wakati ule watu walikuwa wanajua Mungu vizuri, walikuwa wanaelewa adhabu ya Mungu, walikuwa wanaelewa Mungu akikasika anaweza fanya nini. Sisi ndio tunamcheza na Mungu. Walikuwa watu wanaishi katika hali ya hofu. Hofu ya Mungu ilikuwa iko ndani yao. Saa hii watu wengi hatuna hofu ya Mungu. So kwa sababu ya hiyo walikuwa na hofu ya Mungu, ndio maana wakaulizana kati yetu, ni nani anaweza kuwa ametenda maovu ambayo yanasababisha tuangamizwe? Ni nani ambaye anaweza kuwa ametenda kitu kibaya ambacho kinasababisha sisi tuangamizwe? Wakaulizana wenyewe kwa wenyewe. Lakini walipoona hao wako hapo karibu hakuna mtu ametenda jambo, wakasema haya, kuna mtu ambaye aliingia kwa hii Melikebu ambaye hapo huko chini. Maana yeye alipoingia kwa ile Melikebu aliingia katika kama hii huwa amejificha huko ndani. Akajificha huko chini kabisa, maana anaona huko Mungu amuoni. Unajua ndio hivyo. Alijisunda huko ndani ya Melikebu huko. Akajificha. Akasema hakika hapo Mungu anioni. Hapa nilipo hakuna kitu kitakachofanyikia, nimejificha. Lakini Mungu alikuwa anamuona hapo, ndio maana alikuwa amekoroka bahari. Ndio maana aliambia bahari kasirikeni, bahari kasirika. Huyu mtu lazima mtoe hapo ndani amejificha. Kwa hiyo Mungu ndiye aliumba bahari na maji. Bahari ni kazi ya mikono yake. Wanyama walio pale ndani ni kazi ya mikono yake. Kama utajificha angani, Mungu anakuona hapo. Ataamurisha anga ikukasirikie. Utatolewa huko juu angani. Mahali unajificha. Kama unajificha chini ya mlima, ataambia mlima tetemeka. Ataambia mlima kasirika. Toa huyo mtu hapo mahali anajificha kwako. So baada ya kuwa mtoe Yona hapo ndani. Ndio wakamwendea wakamuuliza, wewe ni nani, unatoka wapi? Sasa tuanzie hapo story. Ukisoma kuanzia mstari wa 7 ndio hapo wakawa wanasemezana kama kunaye mmoja wao ambaye ametenda mabaya, wakapiga hata kura, lakini hakuna mtu ambaye kura ilimwangukia. Walipomtafuta wakasema tunapiga kura, lakini ile kura ikiangukia mtu fulani, huyo ndio anafanya kupata na hao maovu ambayo yamepata. Wakapiga kura, ile kura ikamwangukia nani? Yona. Ilipomwangukia Yona wakamuuliza, wewe, wakataka kumjua wewe ni nani, unatoka wapi? Umetoka wapi? Nchi yako ni ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akamwambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu aliyeniumba habari za hii nchi kavu. Unasikia? Kuna watu ambao tunaishi maisha ya kujifanya tunamjua Mungu sana. Tunamwogopa Mungu lakini hatumuogopi. Kwa sababu hapa anasema yeye anamcha Bwana. Lakini kama unamcha Bwana akikwambia fanya jambo fulani utakataa kufanya. Kama kweli moyo wako unamcha Mungu, akikwambia usifanye jambo fulani hautalifanya. Akikwambia fanya jambo fulani utalifanya. Sasa Yona yeye aliwaambia kwamba anamcha Mungu. Na hao watu wakaogopa sana, maana walijua kweli kama huyu mtu anamcha Mungu kuna kitu ametenda ambacho kilimkasirisha Mungu. Ndio wakaulizana wafanye nini, mwisho wakasema kwamba wamtupe wapi?
baharini, akatua baharini, na watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3 mchana na usiku. Haya, ukienda kitabu cha pili cha Yona, mlango wa pili wa Yona, kuanzia mstari wa kwanza ukiendelea, utaona vile ambavyo Yona, ama tusome. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la samaki, na namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Maana ulinitupa kilindini ndani ya moyo wa bahari, gharika na ya maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Nami nikasema, nimetupwa mbali ya macho yako, lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu. Maji yalinizunguka hata nafsini mwangu, vilindi vilinizunguka, mwani ulikiziga kichwa changu. Nalishuka hata pande za nchi za milima, hiyo nchi na mapigo yake yalinifunga hata milele. Lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni, Bwana Mungu wangu. Roho yangu ilipozimia ndani yangu, nilikumbuka Bwana, na maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zako wenyewe. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu kutoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Yona kuwa amekimbilia Ninawi, anataka kukondoroka uso wa Mungu, Mungu akamtupa, akaamrisha samaki ikammeza. Na baada ya kummeza akakaa tumboni mwa samaki siku 3 mchana na usiku. Sio ilikuwa nje ya maji, ndani ya bahari, ndani ya samaki mkubwa. Na Yona hapo akamkumbuka Mungu, akamwomba Mungu wake katika tumbo la samaki, akasema, tumeona vile alivyosema, namlilia Bwana. Ukisoma mlango wa mstari wa 8 inasema, watu waangalia mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Neno ya Yona inatufundisha nini? Historia ya Yona inatufundisha hauwezi kukimbia uso wa Mungu. Hauwezi kukimbia uso wa Mungu. Hauwezi kumkimbia Mungu. Nadhani hiyo ndio tofiki yetu. Hauwezi kumkimbia Mungu. Kwa nini hauwezi kumkimbia Mungu? Neno la Mungu nasema, halali wala asinzii, macho yake yanatazama mema na mabaya duniani. Macho ya Mungu halali wala yasinzii, yakitazama mema na mabaya. Wakati wewe umelala, yeye ako macho. Wakati wewe uko macho, yeye ako macho. Anatazama mema na mabaya. Hakuna kitu mwanadamu anaweza kuficha uso wa Mungu, anaweza kuficha Mungu hata uende wapi. Daudi akasema, hata nikakimbilia katika vilindi vya maji, bahari, mkono wako unafika pale. Mkono wa Mungu unafika pale. Daudi anasema, na hakuna mtu aliye anapendwa na Mungu kama Daudi. Huyo ndiye mtu Mungu aliyopenda na moyo wake wote. Na si kwamba alikuwa ni mtu ambaye anafanya matendo mema wakati wote, lakini kwa nini Mungu akampenda Daudi? Alimpenda Daudi kwa sababu alikuwa na moyo wa kuvunjika. Anapoona kwamba nimetenda mabaya mbele ya uso wa Mungu, alikuwa anarudi tena magotini na kuomba Mungu msamaha na moyo wake wote bila kujifanya. Anajimimina mbele za Mungu na kutubu. Na hiyo ndio inaitwa kumcha Bwana. Huwezi kuwa na mcha Bwana lakini wewe unaendelea kutenda mabaya, lakini unaona wewe ni ndume, waona wewe ni njike, hauoni kama kuna shida yoyote, umeridhia hiyo hali. Lakini utabaki na jihesabu wewe ni mwana wa Mungu. Hapana. Na ndio maana Mungu anasema kwamba nitarudi ulimwenguni. Yesu atakuja wakati watu wote watakapokuwa wamejielewa wao ni kina nani.
Wakati watu wote watakapokuwa wamekubali Yesu ni mwana wa Mungu, na wale wakutubu wametubu kutoka moyoni mwao na kumfuata Yesu, na wale wakataa wao wakakataa, hapo ndio Yesu atakaporudi. Lakini kwa sasa arudi saa hii. Kwa sababu nasema hivyo, watu wanamfuata Mungu wasiomjua. Kama ukimjua Mungu, utajua yeye ni mtu wa Mungu aina gani. Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema, mwenye huruma. Ni mwingi wa hasira, si mwepesi wa hasira. Anapea watu nafasi. Hata leo Mungu anatupatia nafasi kama vile alipompatia Yona nafasi. Lakini shida ni kwamba Mungu anatupatia nafasi, na badala ya kuchukua ile nafasi kwa nafasi ya umuhimu sana katika maisha yako, wewe unaona ya kwamba ni haki yako kuendelea kufanya yale unayoyafanya. Usijue ya kwamba kadri unapofanya yale unayoendelea kuyafanya, unaendelea kumchukiza Mungu. Yona alitumwa na Mungu aende akaambie watu wa Ninawi watubu. Na Mungu alikuwa anajua wale watu wa Ninawi ni watu wanaomcha mimi. Walikuwa wanajua ni watu wanamwogopa Mungu, ni watu wanamcha Mungu. Ile iko ni kwamba wanatenda dhambi, lakini mioyoni mwao. Unajua kuna mtu anafanya kitu lakini moyoni mwake ana ile kuwa anahukumika. Unaelewa hiyo? Kama wewe kile unachofanya unaona ni mbaya na uhukumiki, hiyo wewe uko mbali sana na Mungu. Lakini mtu akaribu na Mungu anafanya kitu ambacho si sawa, unasikia hukumu. Ukisikia hukumu, hiyo kitu si sawa, wewe achana nacho. Hiyo ndio kumcha Mungu. Hiyo ni kumaanisha kwamba una Mungu ndani yako. Ndio maana unahisi hukumu ndani yako kama unafanya kitu ambacho hakistahili. Kama vile watu wa Ninawi walikuwa na hukumu ndani yao. Ijapokuwa walikuwa wanatenda mambo mabaya ambayo yamemfikia Mungu, yakamchukiza, lakini Mungu alikuwa anaona mioyoni mwao kuna hukumu. Ndio maana akatumana waende waambiwe waache yanayoyafanya na watubu mbele za Mungu na kawasamehe. Neno la Mungu kiendelea kusoma mbele, Yona alipotapikwa na samaki, Mungu alirudi tena akamwambia kifungu cha 3. Alirudi tena akamwambia nenda. Ile ujumbe alikuwa amemwambia peleke. Akarudi akamwambia, Mungu akamwambia aende. Neno la Bwana likamjia tena Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari itakayokuamuru. Basi Yona akaondoka kaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ilikuwa mji mkubwa. Hapo utaenda kusomea mwenyewe kitu cha kuendelea mbele. Hii kitabu cha kifungu cha 4 peke yake. Alienda kule Mungu alimwambia aende baada ya kuwa amepitia hali ngumu. Vichwa ngumu. Kuwa na moyo mgumu. Mungu anasema wewe unafunga masikio yako au sikii. Mungu anaonya au chukulii hatua. Mungu anakukataza waendelea kutenda. Hivyo ndivyo Yona alipokuwa anafanya. Mpaka wakati alipopitia ile hali ngumu ya kumeza na samaki, kukaa kwa bahari, chini ya bahari siku 3, ndio akaelewa kwamba nilimkosea Mungu, akatubu, na ndio maana Mungu akamfisha samaki ikamtafika. Wengine wetu hatuna hiyo bahati Yona alikuwa nayo. Pengine yeye Mungu alikuwa anajua kwamba mtu pekee anaweza kutuma kwa kwenda Ninawi, watu wakamsikia, maana watu wa Ninawi walikuwa wanamjua Yona. Unajua hivi, Mungu hatuni mtu usiyemjua, anatuma yule mtu naye mjua. Mungu anatumia kile chombo wewe umekizoea, hicho anakituma kukuletea ujumbe. Kama Yona alituma Ninawi, maana Mungu alikuwa anajua Yona anawalewa watu wa Ninawi sana. Anawajua vizuri sana matendo yao. Anajua vizuri tabia zao. Anajua hata mila zao. Anajua hata sheria za kwao. Ndio maana Mungu akamtuma Yona aende akawaambie hiyo habari kwamba waache dhambi zao. Kwa nini Yona alikuwa anakataa kwenda? Kwa sababu Yona alikuwa anajua yale watu kuna kitu walimtendea Yona kibaya, maana alikuwa kule kama mtu wa Mungu, lakini akamtendea kitu kibaya sana. Ukisoma kitabu cha kiendelea kusoma hapo mbele, utaona mahali Yona alikaokata akamwambia Mungu mahali niko. Maana amekasirika kwa nini Mungu amewasamehe. Yaani walimtenda Yona mbaya mpaka hataki wasamehewe. Ndio maana alikuwa hataki kwenda huko. Ukisoma kitabu utaelewa kwa nini Yona alikuwa hataki kwenda huko Ninawi. Maana walikuwa wametenda kitu kibaya, walikuwa wamefanyia mambo mabaya mpaka hataki tena wasamehewe na Mungu. Alikuwa anataka aone Mungu amewaadhibu. Vile tunakuana. Alikuwa anataka aone Mungu amewaadhibu, lakini Mungu akawa anajua hata akiwaendea watamsamehe. Kwa nini awaendee? Kwa nini Mungu akajua watamsamehe, watatubu? Kwa sababu anajua kama huyu Mungu tukiote nimtendea mambo mabaya,
Lakini leo hii yeye ndiye atakuja kukuambia ujumbe kama Mungu anataka kutuangamiza. Tena hatuna Mungu kutubu. Na nani Mungu anasema kwamba wale yule mfalme wa ile nchi alitangaza ya kwamba watu wafunge siku 7, ni siku 7 mfululizo. Siku 3 bila mnyama kula chochote, mwanadamu kula chochote. Yaani kila kitu kilichowahi katika hiyo nchi sikule, ni kufunga na kuomba kwa ajili ya kutubu, wakae na kuumia. Walale kwa maji ili kutubu makosa yao mbele za Mungu, na Mungu akasikia maombi yao na Mungu akawasamehe. Ndio maana Yona akasirika, kwa nini Mungu akawasamehe makosa yao? Mara nyingi sisi wa Kristo tumemzoea Mungu kama vile Yona, na kama vile watu wa Ninawi. Wakati unapomzoea Mungu ndipo unapokuwa nyakati yako ya kuangamia imekaribia. Kama vile unapozoea mtoto akizoea mamake anakuja kujisahau, anatukana mamake bila anatukana na rafiki zake. Si ndio kweli? Leo na mtoto anakuita majina mabaya, anakutukana. Na sisi ndio mdogo tutasema kwamba anafanya kujifunza mtu mzima. Na ni mtoto wako amemzaa, anakutukana. Kwa nini? Amekuzoea. Amekuzoea mpaka ile heshima anayestahili kupatia imepotea. Anakuona wewe ni pamoja na wewe. Anakuona wewe unaweza kukuzaa lakini hawezi kuzaa. Vile ndivyo ilivyo kwa mwanadamu ama Mkristo ambaye amemzoea Mungu. Anasahau maadili Mungu amemfundisha, amezoea njia zile Mungu amemwambia aendee, amesahau sheria za Mungu, anazivuja kila wakati. Lakini kwa vile anaona Mungu amfanyii chochote, kwa vile anaona Mungu amchukulia kwa yoyote, yeye anakuwa ana ile uoga tena ndani yake, anamzoea Mungu. Kwa hivyo zile dhambi zinazidi kuongezeka siku baada ya siku nyingine, kwa sababu amemzoea Mungu. Lakini pale Mungu anakuwa amenyamaza, si kwa sababu hawezi kuangamiza ama hawezi kuharibu dhambi tunazozifanya, ni kwamba anakupatia nafasi, anakuwa amekuachilia ili pengine unaweza kuelewa yale unayofanya si sawa, urudi tena utubu. Ndio maana Mungu huwa hayuko tayari kuwa akuangamize ama aachilie adhabu yake kwake. Anazuia hasira yake. Kama vile tumeona ya kwamba Mungu ni mwingi wa hasira, ni mwepesi wa hasira, si mwepesi wa hasira. Hakui na hasira haraka kwa ajili ya watoto wake. Anakuwa ana uvumilivu hali ya juu kwa ajili ya maisha yetu. Anatupatia nafasi nyingine kama vile Yona. Mungu alipokuwa anakimbia, Mungu alikuwa anataka Yona ajue kwamba yeye ni Mungu ambaye anaona kila mahali. Na inatufunza nini neno hili? Linataka kuonyesha vile ambaye Mungu ni mwenye nguvu. Ana mamlaka na ana hukumu juu ya kila kiumbe. Anaweza kutumia kiumbe chombo chochote. Anaweza kutumia kiumbe chochote kwa kufanya kazi yeye anataka ifanyike. Ndio maana akasema hata usiponisifu nitainua mawe yatanisifu. Kwa nini? Hata haya mawe hayana nini? Si hata mawe aliyetumia kutoa maji jangwani. Si Musa watu walipokuwa wanamulilia Musa, Mungu alimwambia Musa nini? Piga ile jiwe litatoa maji na jiwe likatoa maji. Akaambia tena ambie hii jiwe litoe maji. Lakini yeye kwa kuwa ni Mungu, amemzoea Mungu na yeye ni mwepesi wa hasira si kama Mungu. Badala aambia jiwe toa maji bila ameambiwa Mungu anataka kuonyesha uwezo wake kwa watu wa Israeli. Akaambia Musa mara ya kwanza, piga hii jiwe mpimbo itatoa maji. Akapiga itatoa maji. Mara ya pili aliambiwa ambia hii jiwe toa maji. Watu wakunywe. Kwa sababu ya hasira, akafanya nini? Akapiga ile jiwe maji. Akakosa kutii sauti ya Mungu. Sivyo? Mungu ananena kwa njia yeye pekee ambao hata anakuambia kitu rahisi tu. Fanya hivi. Wewe kwa kuwa wewe ni mwanadamu mbaya umegaidi, unafanya kitu ambacho Mungu hajasema. Hiyo ndio sababu kubwa Musa aliuliwa na Mungu. Hiyo ndio kitu kilimghasia Mungu. Hiyo ambaye alipiga jiwe bimbo baada ya kuliongelesha. Hiyo ndio kitu kilimghasia Mungu kuhusiana na Musa. Na ndio maana Musa akaangamizwa na Mungu kwa nini? Kwa mlima wa Sinai.
Ni wangapi ambao wanapitia hali ambazo hawastahili wanapitia siku ya leo kwa sababu ya matendo yao? Ni wangapi ambao wanapitia mateso leo hii, si kwa sababu Mungu anapenda wapitie, si kwa sababu kuna mtu amewafanyia, ni kwa sababu ya kwamba matendo yao yamewapatia na yamewafanya wapite katika hiyo hali. Matendo yao yamesababisha wapitie hali ngumu kama hii. Matendo yao yamesababisha kwamba wapate hasara ambao wanayopata siku ya leo, kwa sababu ya kuwa hawatii sauti ya Mungu. Na Mungu amekupatia nafasi mara ya kwanza, mara ya pili. Mungu amewafungulia miaka wabadilike, lakini hawabadiliki. Asili ya Mungu inawaka ndani yao. Wana wa Israeli walikuwa mara nyingi Mungu anawaachilia mikononi mwa maadui. Kwa sababu ya nini? Kwa kutotii kwao. Wanajikuta mikononi mwa maadui. Maadui ambao Mungu angewaangamiza siku moja waondokee, Mungu anaruhusu maadui wawaingilie kwa sababu ya matendo yao mabaya. Leo hii ni watu wangapi, nikiwa mmoja wenu, ambao tunapitia hali, lakini ukikaa chini utafakari, ujite kama mkutano, ujiulize, ni nini sababu ya mimi napitia hii? Ni nini ambayo inasababisha magonjwa haya yaniondokee? Ni nini ambayo inasababisha huu maskini au niondokee? Ni nini inanisababishia kuzika kila wakati? Wewe jiulize, tafakari. Jiita mkutano kama vile Yona alijiita mkutano katubu wa zamani. Kwa hiyo alijiita mkutano katubu wa zamani. Si ati zamani nitapiga ndio akajikumbuka, hapana. Neno la Mungu linasema kwamba wakati roho yake ilizimia. Anasema wakati roho yake ilizimia ndani ya samaki, ndipo akamkumbuka nani? Mungu. Tunamkumbuka Mungu wakati mambo yanaenda vibaya zaidi. Na pengine unatakuwa hatuna bahati kama Yona. Yona alikuwa na bahati, maana alipomkumbuka Mungu katika hali ya kuzimia, Mungu kwa sababu alikuwa na nia na yeye, alihamia samaki, nenda kamtafutie pale kwa bahari. Na hapo kapikwa tu maani. Ilienda kukapika kwa ufuo wa bahari karibu na ile nchi ya Ninawi. Yaani aliletwa katika samaki, ilienda ikatembea kutoka kwenye ilikuwa huko katika ya bahari, alikuwa amemnezewa, ikatambaa na bahari mpaka mahali ufuoni. Ufuoni karibu na pale ufuoni wa mji wa Ninawi. Akawa ameletwa katika mji, akaona ndio kule pale. Mungu akamwambia, sasa sikia neno ninakwambia. Ondoka uende Ninawi. Na amekaribishwa, hakuna baya na dunia. Alipewa gari bure. Alipewa usafiri na Mungu bure, ambao hatumii pesa, usafiri wa samaki ndani ya samaki ya tumbo ya samaki. Ikampeleka mpaka Ninawi. Akaambiwa, haya nenda, ondoka wewe. Kawaambie yale ambayo nataka kuambia wapi. Wengine wetu watakuwa tuna hiyo bahati. Lakini mpaka leo Mungu anatupatia nafasi ya kubadilika. Mungu anatupatia nafasi ya kumrudia katika roho na kweli. Tuache kujipanga. Tuache kusema tunamjua Mungu lakini matendo yetu hayaendani na Mungu. Maana Yona alisema mimi ninamcha Mungu. Lakini kama alikuwa anamcha Mungu, ni nini sababu ya yeye kutomtii Mungu? Ni nini sababu ya yeye kukimbia huyo Mungu? Kwa sababu tumekuwa hatuna moyo wa kusamehe. Hakuwa ana moyo wa kusamehe watu wa Ninawi. Hakuwa na moyo wa kusamehe watu wa Ninawi. Alikuwa yeye moyoni mwake amebeba wivu, hasira. Alikuwa moyoni mwake amebeba chuki. Alikuwa moyoni mwake ametamani Mungu angewapiga. Alikuwa anatamani Mungu angewaangamiza. Ile tunaombea ndugu zetu. Tunaambiwa mpende adui yako kama vile unavyojipenda mwenyewe, kumaanisha mfanyie mambo mazuri. Lakini badala yake tunaombea Mungu wapige. Wale kuna mtu anaomba maombi ile hii. Mbana mmoja. Kuna wifi yangu ambaye ni mwakani huu tu alijifungua mtoto na akafa. Mtoto yote kabisa, hata sisi alikufa kwa njia gani. Yeye maombi aliyobaki naye kwa sababu amepitia yeye mwenyewe yale mateso anayopitia, tuseme majaribu yenye anapitia, wengine wetu hawezi kumrudia. Maana mtoto wa kwanza amejifungua ni mkubwa, anaenda kukua kwenye alijifungulia siku kwetu, lakini aliolewa na huyo mtoto. Ameolewa akiwa ni mlemavu.
akakuja na mtoto hapo na tukubali kama jamii. Alipojifungua mtoto wa pili, amefungua miezi kwa kamili. Miezi ya mtoto alifungua miezi 6 kamili, alipema miezi 6 kamili. Lakini mtoto akazaliwa akiwa ako na underweight. Akawa hospitali wiki moja, akatoka kaenda nyumbani. Amekuwa lakini sasa miaka miwili hajatambaa, hajasimama. So wewe kama ndio utakuwa na nini? Sitakuwa na uoga. Je, huyu mtoto mwingine anakuwa kwenda kama huyu mwingine? Si lazima utajiuliza maswali. Utaanza kuwa na huzuni, utaanza kuwa na hasira, ukiona mtoto wengine wako wapi, unaanza kuwa na hasira na wao, maana sasa watamani kama mtoto wako kwa fulani. Sasa amejifungua watatu, akabeba mimba haraka, akaenda kwamba aje nizazi nyingine kama hajakuwa hivyo. Hiyo mwingine naye akawa. Sasa akawa maombi yenye anaomba. Mama ndiye alikuwa ananielezea. Alikuwa anaomba maombi ya hasira. Na wapigwe, mami na wapigwe. Yaani ndio hiyo maombi anaomba asaidize. Yeye ni mtu wa kuomba kusema kweli. Lakini sasa yeye maombi yake alikuwa anaomba vibaya. Maana neno Mungu anasema nini? Hatujibiwi kwa sababu tunaomba vibaya. Atuombe kama vile Mungu anapendezwa, atuombe kulingana na mapenzi ya Mungu, tunaomba vibaya. Alikuwa anaomba vibaya. Kwa sababu amezika mtoto na leo kuna hii hali nyingine hapo nayo. Unajua obviously kuna mambo unazabitiwa wewe funga mikono ya watu. Si ni kweli? Kuna hali ambazo unazapitia, si wewe kupenda, lakini hautafunga mikono ya watu kwa vile wanaokuwa eti wewe wataka wanyamaza. Wewe nyamaza, utawasia wengine wanasengenya, anasema huyu naye bwana anazaa kwa aina hii. Mwingine anasema huyu naye amelaaniwa. Mwingine anasema sasa hiyo hasira. Wapigwe wanaoita maadui. Wale wanaosema sasa wanakuwa maadui. So maombi kama hapigwe. Sasa anakuwa na ile hasira. Yaani na wajua kwa katika hiyo hali hata huwezi kuona moyo wako, si ndio? Si mtu akifika huwa anahitaji faraja kwa pole moyo. So yeye kwa sababu pamoja na kuwa ana kilio, ako na uchungu, so hawezi kuona yaani ile hali inaondokea. Mimi nilienda huko lakini sije mrajia habari ya hiyo mambo ya kwamba kumwambia pole ama nini. Nisema nini hizi kuna vitu ambavyo sivijiani. Mimi siwezi enda kukuja kitu ambacho kimepita. Ninaweza pengine moyo wangu umeniambia, nimesikia moyoni ni nahitaji kuongelesha. Lakini kama nasikia moyoni sitaki kuongelesha, sitakuongelesha. Maana nilijua ninaenda kukumbusha sana, nimeenda najua amepitia hali hiyo. Lakini nikajua nikimwambia na mkumbusha, maana bado hajapona, si ndio? So sikumwambia pole ama si kumwambia hata habari ya kulikuaje ama kaendaje, nyamaza mpaka nikatoka huko. Lakini sasa baadaye akabadilisha maombi ya wapigwe, akaanza kuomba rehema za nani? Za Mungu. Akaanza kuomba Mungu nisaidie. Naomba neema yako unijaze. Naomba rehema zako. Nipatie Mungu niponye. Mungu nihurumie. Nihurumie, nipe neema. Akaanza kuomba huruma za Mungu na rehema. Na hiyo ndio Mungu alikuwa anaendelea kwa bado mwanzoni. Wajua hiyo iliponye. Halipona moyo wake kabisa na akawa na furaha. Na neema ya Mungu ikashika mpaka ule mtoto sasa akaanza kuchukua hatua. Yule mtoto mdogo. Iliacha akaenda kutembea. Aliinua miguu. Akaelewa kumbe huyu mguu mmoja ambao una shida, akatakuwa shida yake mahali iko. Sisi kama kaenda huko akajua, akasikia naye ameambiwa na Mungu aombe huyu mguu. Alipokuwa anaenda akasikia roho anamwambia aende akaombe yule mtoto mguu mmoja huyo ambao una shida. Na alipoomba akaanza kunyosha mguu. Akamnyoshia mpaka mwisho akatoka akamwonyesha kitanyosha. Sasa mimi kidogo mtoto alikuwa anaanza kutembea na anaongea. Mpaka mimi leo naongea hata mimi nilikuwa wa kwanza kuelewa ile neno anasema. Kuna neno ambalo alikuwa anawasumbua. Anasema alikuwa anasema tena walewe na maisha tena anakuta dada nisema nini dada ni injili. Kuna kitu kingine alikuwa anamwambia lakini wao yeye anaambia wale wengine lakini wao walewe anasema nini. Sasa wanamuona dada anasema nini anajaribu kuwaonyesha tena walewe. Ndio baadaye yeye kuambia huwa anasema huwa anamaanisha ile kushukuru. Sasa wao walikuwa wajielewa. Na unajua huyu mtoto leo hii anaongea na mbaki kwa simu. Leo hii mimi napiga simu naongea na yeye kwa simu, anasema nataka mchele. Ameanza kuongea. Kwa nini? Babake alibadilisha maombi. Alibadilisha, aliondoa uchungu ndani yake. Alielewa, sihitaji kuwa na machungu, nahitaji kuomba rehema za Mungu. Mimi kuna mahali alikosea Mungu, sasa anataka Mungu rehema zake na Mungu ameanza kuzileta kweli. Si ndio? Sasa ni ile tujielewe. Sisi tunapitia mambo mengine kutojielewa. Kwa kutofungua mioyo yetu kwa Mungu. Jiita mkutano kama Yona. Hata katika hiyo hali unayopitia hiyo mzunguko wa mawimbi. Katikati ya mawimbi unayopitia. Katikati hizo hali unazozipitia, jiita mkutano. Jiulize, inawezekana mimi
ni kipimo. Mungu ananipima, maana mengine anakuja kama kipimo. Kuna mambo mengine Mungu anataka kupima imani yako. Si Mungu anapima, yaani Mungu ameruhusu shetani. Mungu hajaribu mtu, lakini uruhusu, si ndio? Mungu ajaribu, lakini uruhusu majaribu ya kukujia. Majaribu Mungu ameyaruhusu yanipime imani yangu, ama nijitambue. Maana wanasema nini? Ndio dhahabu ing'ae zaidi inapitwa kwa nini? Kwa moto. Ikichomeka na ile moto ndio inang'aa. Sasa watu wengine tunapitishwa hali ya kama dhahabu ili ung'ae, ili uwe chombo Mungu anataka kutumia kwa kazi yake njema, ili uonekane, ili pengine utambuliwe. Lakini wewe unaweza kuwa saa hiyo unaanza kusema nimeroho, hata unatafuta ambi yako ambaye ana sura mbaya, unaanza kusema huyu ndio mchawi. Unajua ameangalia Mungu, anaona mama wenyewe msura imekaa vibaya, anaanza kusema huyu ndio mchawi kwa hakika. Hadi amesema ni mchawi kwa sababu sura yake inakaa ya mchawi. Kuna watu wamepewa sura mbaya, yani ana sura si sura mbaya, maana ndio tunataka tuomba kwa mfano nani wa Mungu. Lakini ile sura amepewa kwa pengine hiyo sura kwa sababu sura inaandikwa sababu ya kukaa na hasira na ndoto. Mpaka sura inakutana na kama ng'ombe ambaye ndio kwa ingine. Kwa sababu ya hasira inaharibu sura. Sasa baada ya sababu sura inaharibu, watu wanaanza kusema anakuta sio mchawi na roho. Yule mchawi anafanya wangu wa kufa. Alafu sasa kuna mwingine ambaye kuna mchawi mwenye anakuroga sasa. Mwenye anakuroga hata na mwingine wao wanaona huyu ndiye anakuroga. Sasa ule anachukua anavaa nini? Unajua anapanga sura ya mtu. Anavaa sura ya bibi yake. Bibi yake ndiye ananirogea watoto wangu. Si ndio? Si bibi ndiye ananirogea. Mwenyewe namuona kwa ndoto. Huyo lady ananikujia kwa ndoto mara moja. Amenikujia tena kwa ndoto. Ndiye ananirogea watoto. Huyo mchawi alielewa kwamba wewe unashuku nani? Lilian. Wewe kwa sababu unashuku Lilian, mimi navaa sura hiyo Lilian. Wewe unaanza kupiga mtu mwingine, unaanza kupiga mtu mwingine ambaye si yeye kwa sababu ya kushuku. Si ndio? Napiga watu wengine. Lakini ukikaa chini ujitafakari, unakuta ingine unaangalia unaona kuna mahali si yaenda sawa na mapenzi ya Mungu. Kuna watu Mungu anawategemea. Kuna watu ambao ni mkono wa Mungu. Maana neno la Mungu linasema sisi sote, yaani kanisa ni kiungo, kiungo ni mwili wa Kristo. Wengine ni mkono, wengine ni mguu, wengine ni kichwa, wengine ni macho, wengine ni mwingine ni matumbo. Kunini kusaga, kubeba chakula, matumbo. Kuna wengine ni matumbo. Sasa wewe ni kichwa ya Mungu, wewe ni macho ya Mungu, lakini Mungu anakutegemea kwa jicho lake. Lakini wewe hauwezi kufanya kile ambacho Mungu amekutegemea kufanya kama jicho lake. Haufanyi kile Mungu anakutegemea kufanya kama mkono wake. Maana Mungu alikuwa anamtegemea Yona kufikisha ujumbe. Lakini yeye anataka kupeleka ule ujumbe, anaambiwa apeleke kwa sababu wale watu walimkosea. Haja yake anataka Mungu afanye vile anataka yeye. Mungu anataka Mungu awaadhibu. Kwa hivyo kwa sababu Mungu nia yake ni awasamee, yeye atapeleka ujumbe ili wasijue kama Mungu anapanga kuadhibu. Halijua Mungu hata ukisema kuendelea mbele kifungu cha 4 ama ukisoma kwa kifungu cha 3 unaona Yona akisema kwamba nilijua kwamba nikiwapelekea ujumbe watatubu na utawasamehe. Aliambia Mungu hivyo, nilijua utakapokutubu mbele zako utawasikia na utawasamehe. Na ndio maana siku anataka kupeleka ule ujumbe, maana najua wewe ni mwenye huruma. So haja yake yeye alikuwa anataka waadhibiwe na Mungu. Hakuwa anataka wapate msamaha na Mungu. Hakuwa anataka wapate msamaha wa Mungu. Ndio maana Yona akawa hataki kwenda kule. Na kwa sababu ya kuwa hakuwa anataka wengine wasamehewe, yeye mwenyewe akapitia hali ngumu, akapitia mateso makubwa, kwa sababu hakuwa na moyo wa kusamehe. Hakuwa anataka wengine wapate huo msamaha. Kwa hivyo ukikaa ukiangalia
maisha yako mwenyewe, ukiangalia hatua zako, njia zako, kuna mambo ambayo wewe mwenyewe unayaona na mtu hawezi kujidanganya. Mama yetu mchungaji ameimba akasema kwamba watu watatu huwezi wapiga chenga. Wa kwanza ni wewe mwenyewe, wa pili shetani, na watatu Mungu. Hao watu watatu huwezi wapiga chenga. So wewe mwenyewe, watu wengine hapa tunajipiga chenga na wewe unajipiga chenga. Wewe mwenyewe unajielewa kama vile Mungu anapokuelewa. Wewe hauwezi kuwa umejielewa zaidi ya vile Mungu anakuelewa, lakini kuna percentage fulani unajielewa. Mungu anakuelewa 100%, lakini wewe unajielewa 80%. So katika hiyo hali unaojielewa, si unaweza jiangalia ukaona kwamba mimi hii yani ni kwa vile kuna kitu sikustahili nimefanya ambao sikustahili kufanya. Kuna mambo ambayo ni chukizo ya Mungu kwa Mungu, lakini naendelea kuyafanya. Naendelea kuyatenda. Naendelea najihusisha nayo. Kuna marafiki kwa lazima ukisoma ni Zaburi moja. Zaburi moja inasema nini? Usikae kwa vikao vya wenye mizaa. Usipite kwa njia ya wenye dhambi. Sasa wewe mwenyewe unakaa na watu wenye mizaa. Na kwa nini Mungu akasema usikae na watu wenye mizaa? Kwa sababu hataki kupoteza watu mizaa, hakuna kitu wanapanga nacho kizuri. Ukiwa serious unaweza sema kwamba mimi venye nasikia ndio kwenda hospitali, mwambie awe nawe wanakuchanganya na mizaa yao, mshowe unalemewa. Kwa sababu umeona jambo fulani ni la maana kufanya, wao wanachukulia ni mizaa. Ile kitu inakuwa kutumia sababu ya mizaa. Sasa Mungu kama anachukia watu wenye mizaa, anataka na wewe uwachukie watu wenye mizaa. Yaani usikae hata kikao ni wao. Lakini wewe unakaa kikao na watu wenye mizaa. Unakuwa adhabu yao, unabeba pia wewe, unajua kwa mia na wao. Na wewe unabaki hapo ukilaumu Mungu. Saa zingine kuna maombi unaomba Mungu, wale unaomba Mungu niondolee katika hii hali. Niongoze nitoe katika hii hali. Lakini Mungu anajaribu kutoa hii na wewe umejifunganisha na hiyo hali. Unajua hivi? Umejifunganisha na hali, umejikaza, anajaribu kutoa lakini wewe umejifunga hapo umejifunganisha na hiyo hali. Sasa Mungu anataka kusaidia vipi? Maana Yona alipojua kwamba hapa nilipo sina njia namna nyingine, ni Mungu tu anaweza kutoa katika hii hali. Alimgeukia Mungu na akajishikilia mkononi mwa Mungu na akakubali makosa yake mwenyewe, akatubu. Na Mungu akamwachilia. Mungu akaongea na ile samaki aliyomwambia meze Yona, akaiambia kwa mtapike. Ishara ya kwamba wewe mwenyewe ukataka kutoka katika hali unayoipitia siku ya leo. Ukitaka unaweza toka katika hali. Tamaa nyingine za kidini yetu, tunakuwa na tamaa ambazo zinasababisha tunakuwa na tamaa ambayo inakuweka mbali na Mungu. Tamaa walio sahihi, kuna vile ambavyo watu wamemzoea Mungu, ama watu wanasema neema ya Yesu Kristo inatosha. Neema ya Yesu inatosha. Tumeokolewa kwa neema, sio sababu ya matendo yetu. Kwa hivyo, kwa sababu Mungu ameokoa roho yako, hajaokoa mwili wako. Kwa ndio tunamaanisha. Maana wale watu ambao wanafanya mambo ya kuchukiza zaidi ni wale ambao walikuwa ndani ya Kristo. Tunajiita wa Kristo, ndio tunachukiza, tunafanya mambo ya kuchukiza zaidi. Unachukulia unasema kwamba kuna vile ambavyo watu hawawezi ishi bila. Kuna mambo ambao hawawezi ishi bila kufanya. Mbona fulani anafanya, mbona huyu anafanya, mbona hata hivi anafanya, ndio kwa mtu lazima ufanye hivi. Hapana. Tulisoma tukasema kwamba kuna mahali Mungu anasema ukiwa unapenda Yesu Kristo ni uchukie babako, chukia na ndugu zako, lakini haijasema wachukie waache. Hapana. Kuchukia ni kumaanisha kuna mambo ambayo utafikia wakati utengamana na wao. Kuna mambo ambayo watahitaji kufanya na wewe kwa sababu unaendelea wewe umeokoka, utajitenga na wao. Uchukizwe na hizo hali zao, ukae mbali na wao kwa sababu ya Kristo. Si kumaanisha wachukie eti kufanya maangizo zao. Hapana. Kuna mambo ambayo utakubaliana na wao. Kwa mfano, hii sehemu ya huku si mbaya kama hiyo, lakini kuna watu mbaya watajibadilika na hiyo tabia ya kusema wanaweka ukumbusho kwa watu. Sana matajiri. Huko mbaya na hiyo wanafanya hivyo ni matajiri ama huku barujani huko wakipona. Lakini huku sana wao ni maskini, wao ni matajiri. Kuna watu ambao bado wakanisana wanakuta, lakini ikikuwa ni makumbusho wako pale. Na yale makumbusho huwa sema nzuri.
Yale makumbusho ya waliokufa, si makumbusho ya babu, si makumbusho ya nyanya. Unakuta kuna maangano fulani yanafanywa, kuna mambo ambayo ni ya mila yanafanyika, na wewe umeokoka. So kama wewe umeokoka, utajiunga na wale wanaofanya hiyo makumbusho ama utakaa kando? Unasali kwa nini? Kuna jamani nilikuwa nitoe kazi na wao kitambo, nakumbuka. Nikifanya kazi bado mfundisi, hata sikuwa nimefungua lakini nilikuwa nataka kumwambia baada ya wokovu. Haokoki. Sijaokea hapa lakini ni siku ndio. Ndio kwa msichana. Sasa nilikuwa na ujasiri wa kumwambia mtu habari ya Mungu. Sasa nikawa namwambia okoke. Yeye anasema ngojea kidogo. Ikafika kale kaniambia kuna jambo ambalo liko nyumbani ambalo lazima nilifanye kabla niokoke. Kumuuliza ni ukumbusho wa babu yake. Ni wanangojea kwanza afanye ule ukumbusho ndio haokoke. Kumaanisha anaelewa kwamba ukumbusho si mzuri, si hafai kuunganisha nao, si ndio? Anaelewa kwamba hii ukumbusho ufanye mambo mazuri, na kama nimeokoka na bado naenda kwa ule ukumbusho nitakuwa ninaanza. Kwa hivyo yeye anataka ningojee kwanza amalize hiyo ukumbusho uishe, au kwa leo ama kesho, lakini mjini mwaka ni kabla hujaisha kuna ukumbusho. Sasa niangojee hiyo ukumbusho iishe, wafanye ukumbusho ndio haijaokoka. Nikamuuliza na sasa kama Mungu pengine anapanga kukujia kama anataka kuchukua roho yako kama ndio wakati wa mambo ya ukumbusho, sitakuwa umepoteza. Anajua siwezi kufa. Itafanya nini? Itangojea ukumbusho. Sasa kutoka hapo nilipotelea mpaka leo. Sijui kama aliendanga wapi, sijui yuko wapi ama yuko wapi. Sijui kama ndio kama aje hiyo boka, sijui. Lakini mara nyingi mambo kama hayo yanayotoka katika uwepo wa Mungu. Haya katika jamii na kule kwetu bado kuna watu wengine wanaleta mambo ya ugani bongo. Sisi tunataka kuleta kitange pesa, tunaleta mkaka fulani, asuluhishe hii hali kwa hapa. Hii hali nimeenda nikaambiwa kwamba nini inahitajika mganga aje amoe siku la pili imebadilika mahali fulani, umechimbiwa hapa ni mpaka vile mganga atoe. Sasa toeni pesa, changeni. Kama wewe umeokoka, utatoa pesa yako iende kaleta mganga. Utatoa pesa yako kaleta mganga. Maana ukitoa ile pesa ulete mganga, umeunganisha na wao. Sasa hiyo ndio kuchukia nini? Kutotoa ile pesa ndio kuchukia ndugu yako na babako. Hiyo ndio Yesu anamaanisha. Kuna vitu ambavyo itabidi ujitenge navyo katika jamii yako. Kuna vitu ambavyo itabidi kama ni kuchukiana kwa sababu ya Kristo. Usitoe kwa kuchukia ni sawa. Lakini kama unataka kusazote unajiunganisha na wao, eti mimi lazima nijiunge na wao kwa sababu ni watu wangu. Yaani wewe hauna msalaba, ule kama msalaba wako. Beba msalaba wako mwenyewe. Simamia Yesu wako peke yako. Yale mambo wanayafanya unaona ni chukizo kwa Mungu, usiyafanye. Lakini leo hii tunapitia mambo ambayo ni magumu, kwa pia vitu vingine tunajiunganisha navyo bila kujua. Wakati umeweka pesa yako. Mimi nilikuwa nyumbani. Mfano I think 2019 ama 2020 hapo. Babangu alikuwa si mwokovu lakini haja akaokoka. Sasa akawa anataka kuleta pasta haji aombe, lakini alikuwa anataka pasta mwingine alikuwa anaitwa Nisini Kasisi. Alikuwa si kasisi, alikuwa ni kifara wa Catholic, lakini naambiwa kifara ambaye ameshikilia, yani anashikilia wokovu vizuri. Sasa akawaambia nitoke huko nyumbani, maana anataka amulete afanye maombi, alafu atenganishe na mambo ya uganga. Maana sasa babu yako alikuwa mganga, mama babangu. Sasa alikuwa bado haja kwa maana alikuwa anasema anaita wachungaji waje atoe hizo vitu achome, maana anaacha tena anageuka anatoa, anakosa kwa yeye kuatoa. Sasa ukasema alizidi tunapitia ni kwa sababu ya maangano ambayo yanafanywa katika hii jamii, yanaunganika na huyo kuambaa. Kia kufanya ni kutenganishwa na yeye, ni kama kile umetenganishwa na yeye, yaani ni kama hakuna ukoo. Yaani unatoa sadaka ya kujitenga, yaani sadaka ambao ukisoma hapa habari nini wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri, kutoka hiyo sehemu ya kutoka hapo kuna mahali ambayo
inaonyesha jinsi ya kutoa mnyama kwa ajili ya kujitenga na mambo kama hayo. Kwa nini sasa sana makanisa ya SK hao wana hiyo kufuatilia hiyo neno sana. Sasa baba ambao anataka kutoa mbuzi ama atoe sadaka, sisi kama familia ya Kitolo Paulo tujitenganishwe kupitia Mungu, kupitia ile njia ya sawa kutoa sadaka kwa Mungu, tutenganishwe na ile ushirikiano wa sisi na babu yetu mama na mganga. Yaani sasa hatuna uhusiano na mambo kama hayo, tuwe tumejitenga. Kwa hivyo hata mangano yoyote yale kama yaliyekuwepo yatakuwa yametenganishwa nao mangano. Sasa akaleta, alipoleta mimi nikamwambia mimi nataka pasa mwenye namjua. Najua huyu wangu nyinyi mna pasa wenu huko na mimi pasa na mwamini, maana nimelelewa SK. Sasa na nimemjua. Nimlete huyo ndio mimi nije. Sasa mimi nilikuwa sema na mamangu, lakini sikuwa na babangu. Lakini katika kwa mambo yangu nilikuwa naomba Mungu alete mtu wa sawa. Maana ndio nataka iwe ni mtu ambaye alichanganya. So hawakuleta ile pasa walikuwa mlete mkabale, wakaleta huyu pasa walisikia ambao sasa ni pasa ndio kasisi wa mamangu. Wakamleta. Tukaenda. Tulipoenda alifanya maombi, tukaombewa na mama. Baba akashika ile mbuzi akapeana kama sandala, ikaitaliwa ichukuliwe na sasa inachukuliwa sasa inapelekwa fanya nini, wakatoa tukaombewa. Sasa kwa watu kama na baba ameruhusu kama hivyo ni kipende, kuna vile angalia kienyeji na kuna vile hii mnafanya Kikristo, sote tunafanya Kikristo sisi. Sasa baada ya kwa kufanya hivyo kama leo, usiku wa leo, kesho yake ango yetu akaja babangu mdogo akaja akambia, baba nimekutana na ule mzee wa kienyeji wa kutoa hiyo vitu wa kutenganisha watu na hizo mambo. Mama baba akamuuliza nampata, anasema kwa sababu sasa yeye ako rais kabisa, anasema ni 500 sini pesa msimi 500 na sisi nyingine ni kama 900 hapa, si pesa kidogo. Wakaisaidiana wenyewe. Ilipofika usiku wanataka sasa watu waende, nikamwambia mimi nikijiunga na niliwaambia kaza kama mtajiunga na mganga yeyote ama mtu aende kwa mganga abebe msalaba wake mwenyewe, wewe na mganga wako juu yako. Hakuna mtu anaweza kupangia mwingine maisha hapa. Kama wewe unakubali kufuata Yesu, kufuata Yesu kweli. Kama wewe unakubali unaamua kwamba unaenda kwa mganga wewe peke yako. Kwa hivyo kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe, lakini na waonye mtu yeyote atajiunga atapeleka mmefanya hivi kupatia Mungu sadaka katika hii ngoma, alafu mtu ajitoe hapa aende kwa mganga akabana na hadi yake itakapata na shauri yake. Niwaambie hivyo mimi mwenyewe, maana simepewa na mamlaka na Mungu na itakuwa ni kidogo, lakini naelewa mama. Sasa mbona nini ambao walikuja kumdanganya baba hivyo, baba wakaenda. Baba na yeye ni mtu ambaye anakufuatilia, hiyo hata wokovu ajui. So neno la Mungu alielewi vile, maana hata hapo anamwaga damu kwa mboke. Hata mtumwa hapo ana, kwa hivyo anaelewi. So yeye siwezi mlaumu, maana sasa hawezi elewa kwamba nishatoa hizo ndao kwa ajili ya Mungu, usipe kutoa sadaka zingine kwa ajili ya mganga, si ndio? Lakini yeye akaenda. Walipoenda si mama akaitisha nini, akaitisha simu tama, si alitoa sadaka maziwa akapeleka. Nikamwambia mkiona mnafanya vitu kama hizo, maana mimi najua kushakutanisha na hiyo mambo mapema. So mkiona mnafanya mambo kama mimi siko. So yule mganga, maana mama baba alijua aliniambia niende na wale kwa hapo tutaenda. Alifanya nini? Mganga alimuuliza, alimwambia atuko. Sasa walipokuja ameambiwa wale wako hapo wasioge. Sisi kutana, sisi ngapi? Alafu wale wako imekanapata sini. Ngoja niwaambie. Watu wanafanya mambo mengi msipojua. Yaani watakuwa kwa baba, lakini mtu anakushughulikia kama uko mahali uko lakini hauko. Yaani wewe unachukuliwa, amechukua vijiti. Anahesabu vijiti vya watu wa hiyo ngoma, wale wako hapo nyumbani. Wa sistangu, ndugu yangu watatu. Yaani wote wao sasa wametumiwa na vijiti. Hizo vijiti vikakuwa vinalingana. Vinakaa hapo mpaka inachukuliwa hizo vijiti, inachukuliwa, inawekwa chini ya kitanda. Inawekwa chini ya kitanda, ikae chini ya kitanda siku hizo ambazo watu wengine wamepewa wasioge. Kama ni siku 3, na hiyo hapo mahali yaani usipangiliwa
Kama unaelewa. Ile wewe unaweza ongea mtu akwambia hapa hapo akasema kwamba ninatuma kuonaje mahali yuko. Inatangazia wewe mtu kwamba anatangazia Manfred kuona kwa jina la Yesu. Unamtangazia hiyo kwanza kuisha. Unakuwa kwa jina la Yesu hadi na anapona. Ndivyo mganga anatumia hiyo imani hiyo kunayo ndio kunayo. Kwa hivyo wewe hapo ulipo waweza kuwa kuna mtu anakufanyia mambo na kila siku atakutengeneza, anakuumba na hauko hapo. Uko hapa kama umetulia. Lakini hadi mtu anakutengeneza na amechukua kijiti ndicho anatengeneza na anakiweka kwamba huyu ni Joyce. Kwa hivyo anamtamkia Joyce. Anamaanisha Joyce ya August 7. Wewe huko unaoga. Wewe huko unaoga lakini huko hauogi. Nenda kwa lighting. Wewe kule huko unaoga asubuhi, ukienda kazini na jioni ukija unaoga ulale. Lakini kule yeye kwa imani yake wewe hauogi. Na vile mambo yao. Imani ni mbaya. Lakini mimi nikasema nini? Siko hata mngafanya yote, mimi siko maana imani yangu haiko hapo. Kwa sababu najua kile ninachofanya. Unajua vile ninaona ndio mwenyewe tunafunika na nini? Mwenyewe watu tunafunika. Inakuwa kama vile pavuli. Kama hii nguo umevaa, inakufunika kiasi kwamba connection kama hizo haziwezi kupata nafasi ndani yako. Yaani zikija wakituma hizo connection itakuwa inamwanga mwanga. Tunaungana na ndama nini? Ya Yesu au kipi? Umeprotectiwa, yaani kama vile umewekewa ulinzi. Yaani ulinzi umekufunika, umekuzunguka kiasi kwamba hata wafanye maangano hayo yote hakuna kitu kinakufikia. Wanamoka hivi. La sivyo, ukiishi maisha yako nomo ya dhambi, unafanya ile protection ya Mungu haiko pamoja. Na ndio maana unakuta watu wengi mnaangamizwa na waganga na wachawi. Kwa nini? Wanatuma nguvu zao, wanafanya maangano na maangano maneno yanakuja na kurudia wewe. Yaani akija yamekupima, yamekuja, hayakuti protection yoyote. Hayakuti kuna wote wamekuzunguka, yanakuja direct kwako. Unapitia hali, unakuta mbona nini? Mbona mimi kumbe wewe ndio sababu wewe kupitia hali hizo. Maana nini? Ulijitenganisha na Mungu kitambo. Ulijitenga na uwepo wa Mungu kitambo. Ulijitenga na mapenzi ya Mungu kitambo. Hauko na Mungu kabisa. Mungu alipo ndani yako, lakini ndani yako tena katika hali. Roho wa Mungu mahali yuko amesinzia, amehuzunika ndani yako. Kwa hiyo hata wapime nguvu zote zile wanakuta hakuna kinga. Hauna kinga yoyote ya kulinda hiyo. Hauna ngao. Ngao iliondoa kitabu. Unajua ngao kitabu bila wewe kujua. Kwa sababu ya mambo ambayo unayafanya. Mambo ambayo yanayotendeka. Maana kama kwa mfano Yona angekuwa yeye kwa ile Melekebo ameingia ndogo, ameshaingia wale Melekebo akiwa ametoka wapi? Ametoka kutangaza habari ya Mungu. Bwana Yona hawa ameingia kwa Melekebo. Ndipo ametoka huko alikokuwa ametumwa kupeleka hiyo habari njema. Ndipo ametoka akirudi kwake nyumbani. Kwa dhani na kwamba itokee ile mawimbi ya dawa kuangamiza kwa bahari. Hata ni Mungu angeruhusu. Si Mungu angamfunika. Hata akakemea bahari inafanya nini? Itulie. Kwa sababu hapo na kinga kwa kuwa ametii Mungu, amefanya ile Mungu alikuwa amemwambia afanye. Hakuna vile amelegea, hakuna vile alemeza na samaki. Hakuna vile hata ile samaki ingekuwa imekuja ikiwa imekuwa na shukrani mwenyewe. Haingemleta Yona, maana Mungu angeikemea. Ingefunga mdomo wake. Kwa sababu kuna protection ya Mungu kwa vile amefanya kila Mungu alikuwa amemwambia. Lakini hapa kesi iko tofauti. Yeye alikuwa ametoroka kupeleka habari ya Mungu alikuwa ametoroka. Alikuwa amemtoroka huyo Mungu. Yeye kwa sababu sasa alikuwa anatoroka Mungu. Alikuwa hata kwa kile Mungu akamwambia afanye. So, hapo na protection yote ni basi ile matatizo yote Mungu alikuwa ameyaruhusu kupande. Mungu alikuwa ametuma hiyo upepo baharini. Mungu ndiye alituma hiyo samaki baharini ili iweze kutumia. Mungu anasema neno moja alitengeneza samaki. Mungu mwenyewe hiyo siku ndio. Ndani hiyo siku ndio naitwaje Nyanguku. Ni kama kulikuwa Mungu aje ambaye Nyanguku mama. Aliumba hiyo siku. Maana neno Mungu anasema nini? Alitengeneza samaki mkubwa. Haja mmeze Yona. Akamwambia nenda kwa mmeze Yona. Wakati anatupa tu baharini, samaki kafunga mdomo ikafunga mdomo. Kuna maana hiyo Yona alimeta na Nyanguku ndio ilikuwa ndio madaraka na Mungu. Ni kama Nyanguku
mpaka Yona, kwa kuwa alikuwa ameacha mapenzi ya Mungu, alikuwa hataki tena yale Mungu amemwambia. Kwa hiyo maneno yake yakamsababisha kucha alifunga. Basi tunafanya nini wakati tunajibiwa katika hali ngumu? Tunafanya nini wakati tumejibiwa katika hali ngumu? Suluhisho tunafanya kama vile na vile alivyofanya. Wakati umekuta ile hali ukao ukajita mkutano na kaelewa kwamba hii hali napitia ni kwa sababu yangu mimi mwenyewe. Suluhisho ni umrudie Mungu kwa kutubu. Hili makosa yako mbele za Mungu. Na sisi sio ndio wale wengi tunaenda mbele ya Mungu, tunaenda kukaa kwa Mungu, tunaanza kuambia Mungu. Kwa hiyo mimi jana nilienda kwa mkutano. Jana naambia Mungu tonea. Wewe unakuwa unamwambia Mungu ndani ya nyumba yako, ndani ya mahali pako pasiri, ndani ya moyo wako. Mungu ana masharti kama lazima uniambie uko mahali fulani. Unamwambia basi kama unachojaribu makosa yako, jipatie nafasi ya kumwambia Mungu kama mimi nimekubali kama nimekosa. Na sasa mimi naomba uniondolee hii hali, naomba unisamehe. Kama hiyo hali itaendelea tu. Maana hakuna vile unaweza kujigeukea Mungu, unaweza kumgeukea Mungu na mbaki vile ulivyo. Watu wengine mtu anakupa kazi ovyo ovyo. Leo uko kazini, kazi nzuri, hapo umekufa. Kesho kazi Mungu anakupa kazi nyingine, kesho unakufa. Leo unaenda kusema wewe unaroga. Unaroga nani? Hakuna mtu anakuroga. Maybe ukishapata ile kazi kiburi inainuka, unajiona wewe ndivyo. Au kwa watu wengine amani moyoni, kwa watu wengine wakikuona wanaona kama wanaona moto. Katika hiyo hali unakuta ile kazi ikavu tu inaisha. Unatokea hapo unatoka kazi. Kesho unataka nyingine, unatoa tena unafanya kazi ndogo ndogo. Hapo napo kazi inaisha. Kama jini ndivyo mkutano. Kiburi yako unaacha nayo. Unakuwa mnyenyekevu. Hatuwezi kuwa sote tunatoshana. Hatuwezi kutoshana sote. Kila mtu amepewa neema tofauti. Kila mtu ameinuliwa tofauti, lakini kila mtu anataka nini kunyenyekeana. Mungu Yesu mwenyewe aliweka roho yake chini kwa ajili yetu, alinyenyekea Mungu kaburini kwa sababu ya sisi. Kuonyesha umuhimu wa kunyenyekeana. Ukiwa wewe ndio uko juu, kaa kama vile uko juu. Ukijikuta katika nafasi ya Yona, watu wamekuasi, watu wamekukosea na moyoni mwako una uchungu nao. Hao watu wanaweza kuwa moyoni mwao wanatubu. Mungu anataka kuwasamehe, lakini hata kama Mungu amewasamehe, wewe bado umebeba uchungu ndani yako. Kuwasamehe. Una expect nini? Hata kama mambo mengine yanakuja bado watu wanakuwa na moyo usio wa kusamehe, wanakuwa na hasira moyoni mwao, wanakuwa na chuki. Ile vinakuja. Watu wengine wanasikia rahisi kwa wana pressure. Si wengine wana sukari inapanda na inashuka. Inaelekana nini? Uchungu wa moyo. Unakuwa na uchungu moyoni, unafanya ile roho, zile mishipa inajikuja. Yaani ile damu inaruka, yaani ndio mayote kwa jina stahili. Unashuka na pressure. Maana kwa wewe unakumeza dawa za pressure. Si nini watu wengi wanakuja wana hiyo pressure na bado watu wengine na pressure kwa sababu ya nini? Hasira. Chuki. Umechukia watu wabeba watu milioni mpaka moyo wako ndio umekura. Maana unabeba umechoka. Moyo unakura, moyo unakuwa na uchungu, moyo unakuwa na hasira, mpaka hata magonjwa yakitoka kule yanaelekea kwako. Presha ikija ndio kwako. Sukari ikija ndio kwako. Sukari ikija na inakuja nini? Mama vidonda yasiyopona. Mara nini? Kidogo umekufa. Watu wanaanza kusema huyu na mbona huyu amerogwa na nani? Matendo yako, chuki yako, hasira yako ndiye inasababisha mambo mengine yanatupatia mashida mwingine. Tujifunze kusamehe, usiwe kama Yona. Yetu kwa sababu mtu amekufanyia jambo anataka na yeye Mungu akumadhibu. Mungu atakufungia Mungu anataka na yeye avunjike Mungu ndio usikie raha. Kuna watu ambao wanataka maamri zetu kupitia ile Mungu ndio hiyo Mungu anambanish. Kwani lazima Mungu awadhibu. Mwingine akasema usiwe mwenye dhambi, huwa nini? Dhambi.
hiyo dhambi. Unamaliza jambo kwa njia gani? Muonyeshe huyo mtu njia naye sahihi kuendea. Muonyeshe kwamba hii anafanya si vizuri kulingana na wewe vile unafanya. Matendo yako yanasababisha mtu akabadilika. Tabia zao zinabadilisha mtu mwingine. Kuna watu leo wanaokoka kwa sababu wanaona mtu fulani ameokoka, alafu wanaona vile anapoishi, wanatamani pia wokovu wake. Na pia leo hii kuna watu hawataki kuokoka kwa sababu gani? Wanasema kama wokovu ndio huwa fulani. Kama wokovu ndio wao watu ambao wanaitwa Wakristo. Kuna maana gani? Saa hii watu wanaanza kuokoka makanisa. Kwa sababu watu hii unataka kusikia. Nasikia kila mahali watu wanasema makanisa yote yamekuwa ni madevotion. Mabasa wote wamekuwa madevotion. Sasa hata ujui wewe ni kakani. Yale kanisa hii ndio lenye vijana watu sana kila waombewe. Lila lina watu sana pia tunaombewa. Sasa unashika watu watafanya nini mkaa nyumbani? Kama tuanza kuwa na ibada zetu nyumbani kwetu, si ndio? Kila mtu akae na familia yake, kutoka fulani mimi hapo, sema neno hapo, utoe sadaka. Sadaka mtapea nani? Kama tutapeleka wapi? Mifanye, maana sasa watu wanaanza kuomba kwa kanisa eti basi fulani, mmesikia basi fulani ni devil worshiper, basi akigundua kidogo devil worshiper. Hasa akiwa ameendesha gari devil worshiper. Pale alikuwa leo watu pia watu wanakuja wanaingia na hii kanisa mbona iko hebu wanaenda. Likiwa limejaa tena sana lina watu wengi wanasema hii si bure. Huyu anajiunga na ile chama. Unaona yale mambo ambayo Mungu anashangaa nayo. Mungu anashangaa sio ndio maana tueleweke. Kuna msimamo na ile anataka. Hata kama kanisa lina devil worship, kwani wao ni devil worship? Sasa kwa devil worship wewe ni devil worship. Ngoja Yesu na wabaso Mungu. Kama vile nguo ya ndani ni yako peke yako. Yesu ndio wako peke yako. Kwa kikundi. Ana share by the way. Kama vile wewe unajua nguo ya ndani wewe kujiwa na mtu mwingine. Yesu wako wewe kujiwa na mtu mwingine. Unajibebea Yesu mwenyewe. Kama vile unajua kwamba huyu Yesu wewe huyo historia ndani wewe share na mtu mwingine. Hivyo wewe ndio Yesu wewe share. Kila mwenye kumaanisha wewe ukitaka kumpenda Yesu mpende wewe personally. Useme kwamba mwana huyo mpende Yesu hata mimi nitampenda mama gani? Useme maana huyu yeye anapenda shetani anasema ameokoka mbona mimi nisifanye? Sasa hiyo ndio inafanya Mungu anatukasirikia. Maana atolewe maana ya wokovu nini? Ukiokoka ni wewe, matendo yako ni yako. Wewe ndio unafurahisha Mungu kivyako. Unatengeneza jambo kama mbinguni kivyako. Unatengeneza mbingu peke yako. Makao yako Mungu anatengeneza kivyako. Mimi siwezi mtoto wangu simbebei Yesu. Anataka huyu simbebei Yesu. Nampenda mwenyewe. Huyu anajua kwamba huyu alikaa kanisani anapenda kutakataka lakini yeye atashinda kuomba. Huyu. Sasa kingine mimi naweza sahau kuomba nikilala. Hata waje sasa sema kulala waje anasahau maana yeye atakuwa analala saa 11. Saa 1 kutoka shuleni ashalala. Tunafanya kutoka kitanda vitu tunatembea kalala. Lakini asubuhi akiamka hata kama ameamka saa 12:30 na wameme jina hapo unasikia kadogi. Wewe nini? Mama si naomba kwanza. Aende kwa sahau kwamba asubuhi anakiamka na zile kuomba. Huyu hapa. Kwa sababu hiyo ni kitu personal. Wewe na maisha yako na Mungu ni yako peke yako. Hata mimi naweza kuwa nimeenda pamoja na hata sijaomba. Nimeenda ni mamke peke yake lakini sijaomba. Lakini yeye akajani chini. Asipokutana kanyage chini kama hajaomba. Haezi. Hata kama amechelewa kiasi gani. Kwa sababu anaelewa nini? Kila kitu anaelewa kwa sababu anajua maisha yake ni Mungu anamsaidia. Yeye anajua kwamba msaada wake kwa Mungu. Hapana kwenda katika mtu mwingine. Sio bila kuomba. Yeye alitafuta mimi maana mimi ile atakuwa na sahau kuomba. Nakumbuka nikiendana nitakuwa sijaomba leo. Hiyo ni inamaanisha nini? Inamaanisha maisha yako ni yako. Kila unachofanya ni kufunza kwa watoto kwamba muhimu kupata Yesu ni unataka kupata Yesu vizuri unakaa vipi? Alafu mwache maisha yake sasa. Maana Yesu ni wake basi hakuna shida. Mbinguni ndio peke yako. Kama ni bora kufunza ndio peke yako. Kama yeye anaenda kuzimu ni yeye, ungekuwa kila mtu mbaya. Angepata. Hiyo ni siri yake na Mungu. Kwa hivyo ukisikia mambo mengine anakaa ya kutisha. Hata jirani yako sio hivi, si basi wako hivi.
Bye.